Kuzungumzia moyo wako, naenda kuzungumzia mawazo yako, naenda kuzungumzia nyumba yako, naenda kuzungumzia pia mazingira yako, lakini yote inaanza na moyo wako. Mafundisho yangu siku ya leo nasema, je, kilio cha moyo wako ni nini? Kilio cha moyo wako ni nini? Maana kila mmoja wetu hapa duniani tuna kilio moja ama kingine. Matajiri wana kilio chao, maskini wana kilio chao. Kuna vilio tofauti katika maisha ya watu, ndugu na dada. Tembea nyumba nyingi, kuna vilio. Tembea kwa biashara, wanalia. Tembea hata makanisani pia wanalia. Tembea popote dunia yote mzima, moyo wa mwanadamu umesononeka. Moyo wa mwanadamu unalia. Moyo wa mwanadamu unasikitika. Na wengi hawana majibu ya maswali yao. Na wengi hawana majibu ya kilio chao. Na hawana mtu wa kuwatuliza. Na ndio sababu nimesimama hapa nikutulize. Nimesimama hapa nikutie moyo kwamba Mungu anaweza kutuliza kilio chako. Anaweza kusikia kilio chako na kusaidie. Ningependa tuangalie kwa maandiko, jibu letu liko wapi? Na nitatumia mifano michache uone kwamba Mungu anasikia vilio vya watu wakilia kutoka ndani ya mioyo yao kwenda kwake. Ukisoma Samueli wa kwanza mlango wa 30 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 6, inasema hivi: siku ya 3 baadaye Daudi na watu wake wakarudi Siklag. Siklag ilikuwa ni mji wao mkuu. Wamaleki walikuwa wamekwisha shambulia Negebu pamoja na mji wa Siklag na kuuteketeza kwa moto. Daudi wameenda vitani na wanaume wengine wamewacha mji wao unaitwa Ziklag. Wamaleki wakawazunguka nyuma, wakachoma mji wao unaitwa Ziklag. Na kuongeza na hiyo maandiko nasemaje? Walikuwa wakateka mateka wanawake na watu wote waliokuwa mjini humo, wakubwa kwa wadogo. Hao waliotekwa waliondoka nao wakiwa hai bila ya kumuua mtu hata mmoja. Sasa Daudi wametoka vitani, wamepata ushindi, wamerudi katika mji wao, wanapata mji umeteketezwa, wake zao wamechukuliwa, watoto wamechukuliwa, wameshikwa mateka. Na maandiko yanasema mstari wa 3, Daudi na watu wake walipofika mjini walikuta mji umeteketezwa na wanawake na watoto wao wa kiume na wa kike wamechukuliwa mateka. Maandiko yanasema ndipo Daudi na watu wake walipoangukua kilio, wakalia hata walipokwisha wakaishiwa na nguvu. Angalia ndugu na dada, wakati unasema kilio ni wakati una msiba katika maisha yako. Una shida kubwa huwezi kutatua. Una madeni huwezi kulipa. Yaani una changamoto zile, ukiangalia kama mwanadamu we mzito mwepesi unalia. Hawa ni watu walilia, watu wazima. Daudi alikuwa ni mtu mzima mpaka wa mafuta wa Mungu. Wameenda huko nje, wamepata ushindi mkubwa. Wanaporudi kumbe adui amepita nyuma, amechoma mji wao, amechukua wake zao na watoto na kila kitu. Maandiko yanasema jambo la kwanza, Daudi na wale wanaume wakalia kilio mpaka nguvu zikawaishia. Nasema hivi, kulia sio mbaya, kwa sababu kulia ni hali ya mwanadamu. Unasikitika, umepigwa, pengine umeumizwa, lakini isiwe mwisho wa kusema nimepigwa, sasa mimi nimekwisha. Hapana. Na ndio sababu kiangalia Daudi alifanya jambo. Hakulia tu na baadaye nguvu zikamuishia. Na unajua maandiko yanasema kwamba tena akateseka sana, maana wale wanaume walisema huyu tutapiga mawe. Kwa sababu ndiye amesababisha
huu mji umechomeka, watoto wetu na wake zetu wamechukuliwa, maana alituambia twende vitani, kwa hivyo makosa ni yake. Wakachukua mawe wampige, lakini Daudi aliwacha kulia. Na ndio sana nimekuja kukuambia usilie mpaka mwisho. Fika mahali lia, lakini wacha kulia, geukia Mungu. Maana hiyo shida, hiyo tatizo huiwezi bila Mungu. Hata ukilia unajiumiza, hata ukilia unajidhuru, hata ukilia na kuambia ni wewe utachoka. Daudi maandiko nasema akamgeukia Mungu. Na ndio sana nimekuja kukuambia katika maujozi yako, katika maumivu yako, katika shida zako, katika magonjwa yako, katika ile mambo yanakufinya kushoto na kulia, geukia Mungu. Usilie tu mpaka mwisho, usilie mpaka macho yawe nyekundu. Hautatui shida hivyo, ndugu na dada. Wakati moyo wako umechoka, unaenda wapi? Wakati umepatikana na masaibu, umepatikana na mazito, unakimbilia nani? Mungu anasikia maombi na kuyajibu. Mungu anasikia kilio cha moyo. Hao walikuwa nalia kutoka ndani ya mioyo yao. Na uone mwisho wake Daudi alipogeukia Mungu, akamulilia Mungu na akamuuliza Mungu, wafuatilie ama wasifuatilie? Kile walikuwa nalia kimepotea juu ya watoto na wake zao. Mungu alimutia moyo akamwambia, fuatilia, utarudisha yote bila kukosa hata moja. Na hivyo ndivyo Daudi alifanya. Walirejeshewa furaha yao baada ya kusikia sauti ya Mungu. Na haijalishi katika maisha umepata hasara gani, haijalishi katika maisha umepigika vipi, ndugu na dada, una mambo yako yamechomeka. Kibiashara umechomeka, kimaisha umechomeka, kindoa mambo yanaenda vibaya. Yaani we ni mwanamume na mwanamke wa machozi kweli kabisa, na una sababu ya kulia. Leo nimekuja kukuambia, peleka kilio chako kwa Mungu, maana Mungu anasikia kilio cha moyo. Alisikia kilio cha Daudi na akasababisha Daudi akarejesha wake zao na watoto, na baadaye akawarejeshea furaha yao. Hii ni muhimu sana tupate kujua. Mungu anahusika na maisha yetu. Mungu anahusika na biashara zetu. Mungu anahusika na ndoa zetu. Mungu anahusika na boma zetu. Mungu anahusika na siku zote za maisha yetu. Kwa hivyo kilio kiko ni kweli, lakini ukishalia pelekea Mungu masaibu yako. Daudi alifanya hivyo, na usome uone. Mungu alimtia moyo afuatilie, atarudisha yote bila kushindwa. Na nimekuja kukuambia katika jina la Yesu hautashindwa. Kuongeza na changamoto, kuongeza na matatizo, kuongeza na kusukuma kushoto na kulia. Na kuchukua kambiso umelia, usiku unalia, mchana unalia. Sasa weka break hapo, geukia Mungu, anayejua kuvuta watu machozi. Maandiko ya pili ni Mwanzo 21. Na kusomea maandiko pate kuwa na imani kwamba Mungu anaweza kufanya jambo lolote. Mwanzo 21:14 inasemaje? Mwanzo 21:14. Huyu ni mwanamke anaitwa Hajiri. Alikuwa mjakazi, mfanyakazi wa nyumba ya Sara, na baadaye akapata mtoto na mzee Ibrahimu. Sasa baadaye mambo yamemharibikia kabisa, na Sara akamwambia mzee, fukuza huyu msichana na mtoto wake waende kabisa, sitaki kuwaona. Sikiliza hii. Hivyo asubuhi na mapema Abraham akachukua chakula na kiriba ya maji, akampa Agari na kumtwika begani, akamfukuza pamoja na mwanawe. Akamfukuza. Na ndio sana nimekuja kukuambia, katika maisha pengine umefukuzwa. Unafukuzwa na mambo tofauti. Unafukuzwa na changamoto. Unafukuzwa na magonjwa. Unafukuzwa na madeni. Unafukuzwa hata na ndugu zako, dada zako, hata mama yako na baba yako. Vile Daudi alisema, hata baba yangu na mama yangu akiniwacha, Bwana atanichukua. Sasa Hajiri na Ishmaeli wamefukuzwa. Wamepatiwa tu maji ya siku moja na chakula ya siku moja. Na maandiko nasema Hagari akaondoka. Maana kuwa na uchaguzi, akaondoka. Na maandiko nasema akawa Beersheba. Na maandiko nasema
akawa na tangatanga nyikani ya Beersheba. Unajua imeandikwa hapa itusaidie. Wewe sio wa kwanza kutangatanga katika shida zako. Wewe sio wa kwanza kutangatanga katika jangwa yako. Wewe sio wa kwanza kutangatanga katika mahospitali. Unatoka hii, unaenda hii, mara gereza. Yani mambo yako hayako steady, hayako imara. Hata Giri alitangatanga Beersheba. Na usikilize maandiko nasemaje. Ikawa maji yalipomwishia katika kile kiriba, Hagari akamlaza mwanawe chini ya mti, naye akaenda kando akaketi umbali wa kama mita 100, hivi akisema moyoni mwake, heri nisimuone mwanangu akifa. Na alipokuwa ameketi hapo, mtoto akalia kwa sauti. Soma maandiko na mawazo ya wazi ubadilike. Soma maandiko wazi na mawazo wazi upate jibu ya matatizo yako. Soma maandiko upate kuvutwa machozi, ndugu na dada. Nasema soma maandiko upate kuvutwa machozi. Huyu mama amefika mahali maji imekwisha, imekauka. Akiangalia mtoto Ishmaeli mkononi, hataki kuona mtoto wake akifa kwa mikono yake. Maandiko nasema akamweka chini umbali wa mita 100. Akasema moyoni mwake, sitaki kuona mtoto wangu akifa kwa macho. Lakini kuna kitu maandiko nasema hapo mtoto alifanya. Maandiko nasema na alipokuwa ameketi hapo, nani? Hagari mama ameketi hapo. Mtoto alikuwa anafanya nini? Akalia kwa sauti. Na ndio sababu nataka kusema kulia kwa sauti maana yake ni kama analia moyo wake nje. Mtoto analia, nani atanisaidia? Mtoto analia, anasema sitaki kufa. Mama hataki kumuona, na mtoto analia kwa sauti. Sijui alikuwa analia nini, lakini sikiliza. Maandiko nasema Mungu akamsikia mtoto huyo akilia. Mama tu alimuachilia, akasema wacha kae hapo, sitaki kuona akifa. Asaras mama alikuwa na usika, mtoto amekufa. Hakuna chakula, maji imekwisha, tena wamefukuzwa nyumbani. Jambo la lingine ni kwamba wako jangwani, tena wanaitwa watangatangaji. Wapendwa, sikiliza, Mungu anajua mambo yote, Mungu anaona mambo yote, na ana nguvu zote. Anaweza kukusaidia hata katika jangwa yako. Anaweza kukusaidia hata katika kutangatanga kwako. Hapa maandiko nasema mtoto akamulilia Mungu, na maandiko nasema alipolia Mungu akasikia kutoka mbinguni. Na maandiko nasemaje? Malaika wa Mungu akamuita Hagari kutoka mbinguni, akamwambia, una shida gani Hagari? Usiogope. Mungu amesikia sauti ya mtoto huyo mahali pale alipo. Kwa hivyo naambia majamii mnalia, Mungu anasikia kilio. Nasema Mungu anasikia kilio ya yale mambo unapitia, yale masaibu unapitia, ile njaa, hauna chakula, hauna maji, yani wewe hauna nyumba, unatangatanga, yani wewe ni kama wewe haujui mbele na nyuma. Mulilie Mungu uone, Mungu anasikia kilio cha moyo wa mtu. Na kuambia kile najua Mungu anaweza. Mungu anaweza kubadilisha kilio chako kiwe furaha. Mungu anaweza kuvuta machozi yako kabisa leo. Na hapo ukisoma vizuri, Mungu akamwambia Hagari kwamba huyo mtoto nitambariki na yeye atakuwa taifa kubwa. Na ningependa nikwambie hawa ndio Waarabu. Isaka ni Myahudi, Waarabu ni Ishmaeli. Kwa sababu ya Ibrahim, alikuwa ni mzao wa Ibrahimu. Unajua kuna mambo ukielewa vizuri, utawacha kuhangaika, utawacha kuwa na wasiwasi, utawacha kukimbia mbele na nyuma, utasimama kuongeza na kulia yote. Mungu asikie kilio cha moyo wako. Mfano mwingine ni Samueli wa kwanza mlango wa kwanza. Samueli wa kwanza mlango wa kwanza. 1 Samuel chapter 6 verse 7. Samueli wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 67. Sikiliza. Hii ni boma moja ya mzee Elikana. Alikuwa na wake wawili. Mmoja alikuwa tasa na mwingine alikuwa anazaa watoto kila mwaka. Sikiliza hii. Samueli wa kwanza 1:6 nasemaje? Penina ndiye alikuwa mke mwenzake Hana. Lakini Penina mchokozi wa Hana daima alikuwa akimkasirisha vikali na kumuudhi Hana, kwa kuwa Mwenyezi Mungu hakumjalia mtoto.
Hawa ni wamama wawili kwa bwana moja ndani ya nyumba moja. Huyo anaitwa Penina, anamjekeli, anamudharau, anamuudhi, anamkasirikia Hana, kwa sababu Mungu alikuwa amefunga tumbo yake, na Hana alikuwa analia kweli. Sikiliza hii. Mambo hayo yaliendelea mwaka baada ya mwaka. Kila mara Hana alipokwenda kwenye nyumba ya Mwenyezi Mungu, Penina alimkasirisha Hana, hata ikawa Hana analia kwa kukata kula chochote. Sasa unaona, alifika mahali Hana anachokozwa na mke mwenzake, anadharauliwa, anachekwa, anaitwa tasa, yani analia. Lakini uzuri wa Hana, alikimbilia nyumba ya Mungu. Na wewe mambo ikizidi, ikiwa moto, kimbilia kanisa, kimbilia nyumba ya Mungu, kimbilia mahali utafundishwa vizuri na kuombewa maombi ya imani, kimbia mahali utatiwa moyo, ndugu na dada. Hana akaenda kwa kanisa, kwa hekalu kila mwaka, na mwisho wake mtumishi wa Mungu Eli akaona. Hapa maandiko yanasema vizuri, mwisho wake mtumishi wa Mungu akaona huyu mama akiongea ni kama amekunywa kitu, na sio mvinyo. Alikuwa amelewa na machozi, amelewa na mangaiko, amelewa na kudharauliwa, amelewa na kutukanwa, amelewa na kudunishwa, amelia mpaka amekuwa ni kama mlevi, na akazidi kumwaga roho yake mbele za Mungu. Na kumbe Mungu anaona. Mtumishi wa Mungu akamwambia jambo na akamuuliza kwa nini anaongea peke yake. Na mwisho wake ukisoma hiyo kisa, mwisho aliambiwa mwaka ujao wakati kama huu utapata mtoto. Maana yake ni kusema Mungu amesikia maombi yako, Mungu amesikia kilio chako, na nataka nikwambie mwisho wake akazaa mtoto anaitwa Samuel. Maana yake ni kusema Mungu amesikia kilio changu. Na ndio sana nataka nikwambie, Mungu anasikia kilio cha moyo. Na swali ni hii, kilio chako ni gani? Mangaiko yako ni gani? Masaibu yako ni gani? Ni mambo gani unapitia kabisa hakuna mtu anakusaidia? Unalia, watu hawaoni. Unasikitika, lakini watu wanakudharau. Hata wanakuita majina yale yasiyo ya maana. Wanakuita maskini, wanakuita tasa, wanakuita umelaaniwa. Wewe mulilie Mungu. Mungu anajua kukutoa kwa malaana, akulete kwa baraka. Atakutoa kwa utasa, uzae watoto. Baadaye alizaa watoto wazuri kushinda Penina. Na ukiangalia huyu aliyezaa anaitwa Samuel, ndiye alikuwa kuhani mkubwa Israeli mzima. And I'm praying today, may God surprise you. Na ningependa kusema umelia vya kutosha, may God come through for you. Yaani umelia vya kutosha, umedharauliwa vya kutosha, umechekwa vya kutosha, may God come through for you. Uzae Samuel, uzae baraka, uzae munabii, uzae mtumishi, uzae mtu atakaleta jibu dunia mzima. Na ningependa kusema mambo yote ufanya kazi kwa wema, kwa watu wanaomtumainia Bwana na wanaompenda. Na kupatia mifano ili kama unalia, fika mahali weka break, ujue Mungu amekusikia. Ameniambia nikuambie amekusikia. Sasa kazi yako tu ni kuitika na kuendelea na maisha. Hivi karibuni mambo inabadilika. Hivi karibuni unaangaziwa kutoka juu. Mfano mwingine ni Samueli wa kwanza mlango wa 11. Hii ni mifano mizuri nimekuwekea kwa ajili ya faida yako. Sikiliza hii Samueli wa kwanza 11:1 nasemaje? Inasema kisha mfalme Nahash wa Amoni alikwenda kwa kuzingira mji wa Jabesh Gileadi, mahali wana wa Yuda walikuwa. Wakazi wa mji wa Jabesh Gileadi wakamwambia Nahash, fanya mapatano nasi tutakutumikia. Unaona, huyo Nahash alikuwa ni mfalme muovu. Akavamia hii mji unaitwa Jabesh Gileadi. Alikuwa anataka wafanyishe kazi na wawe watumwa by force and by fire. Sasa hao watu hawakutaka uchokozi, hawakutaka mabishano. Wakaambiwa huyu anaitwa Nahash, mfano wa nyoka, mfano wa shetani. Wacha tufanye mapatano na wewe. Lakini Nahash akawaambia, ninafanya mapatano nanyi kwa sharti moja, kwamba nitamng'oa kila mmoja wenu jicho lake.
Shetani ni muongo. Unaona, Nash maana yake ni kama shetani. Nash maana yake ni serpent, ni nyoka. Sasa huwezi kufanya mapatano na shetani akutakie mema, atakunyoa masikio. Atakukata mguu mmoja utakuwa unachechemea, atakung'oa jicho moja utakuwa chongo, my friend. Sasa Nash anawaambia msikatai, mapatano yangu ni masharti yangu. Sasa ni nataka kila mmoja wenu kila jicho la kulia hivyo ling'olewe, kila mmoja wenu jicho lake la kulia. Hivyo nitawaibisha Waisraeli wote. Yaani shetani kazi yake ni kuaibisha, na usikubali kuaibishwa. Yesu alikuja kutupatia uzima, tena uzima tele. Yesu hakuleta vifo, Yesu hakuja kutung'oa macho, Yesu alikuja kutupatia macho. Yesu alikuja kutupatia uzima, tena uzima tele. Sasa shetani ukimruhusu na kupata mapatano na yeye, atakung'oa jicho moja la kulia, tena hilo jicho linaona. Hilo ndilo wana wa Israeli walikuwa wanatumia wakiweka ngao mbele yao. Hiyo ndio jicho walikuwa wanatumia kuangalia adui. Adui akasema hii ndio nitang'oa kwanza, wasione chochote. Hata wakiwa katika vita, hata kwa biashara, wakikuza boma, wanakuza boma na jicho moja la kulia kushoto. Sasa kila moja Israeli Jabes Gileadi, jicho moja hakuna, wanatembea mtaani aibu. Unajua Nash alisema nitawaletea aibu. Yaani unaona, wandugu, sikiliza. Hao watu waliogopa. Sikiliza kitu cha ajabu. Wazee wa Jabes wakamwambia, tupe muda na siku 7 ili tuwatume wajumbe katika nchi yote ya Israeli. Kama hakuna mtu yeyote wa kutuokoa, tutajisalimisha wenyewe kwako. Lakini sikiliza hii. Wale wajumbe walipofika mji Gibea alikoishi Saulo. Na unajua Saulo alikuwa amepakwa mafuta, na hii ndio kazi ya kupakwa mafuta. Wakafika Gibea ya Saulo, na wao umekuja katika Gibea ya Yesu. Umekuja katika mafundisho mazuri. Maandiko nasemaje? Walipofika katika Gibea alipokuwa naishi Saulo, akaeleza habari hizo, na watu wote wakaanza kulia kwa sauti. Sasa sio mtu mmoja analia, sio wazee wanalia. Sasa kila mmoja analia. Hasa mtaa mzima unalia, kaunti mzima inalia, nchi mzima inalia. Ati Nash, mfano wa shetani nyoka, amesema mapatano yangu na wao ni kwamba jicho la kulia ling'olewe. Kasa wakajiona ni bure, jiona wana uwezo. Nataka nikuambie leo, kuna kitu Mungu alifanya. Sasa Saulo alikuwa anatoka shambani akiwa na fahali yake, akauliza watu wa kwa nini mnalia? Wakamwambia habari ya walioleta wale wajumbe kutoka Yabeshi. Mara Saulo aliposikia maneno hayo, roho ya Mungu ikashuka juu yake na nguvu juu yake, naye akawa na hasira kali. Na ndio sababu anointing is for action. And I want to say anointing is not for entertainment. Anointing sio kuburudisha watu kanisani. Anointing ya kuweka watu huru. Anointing ya kufuatoa mapepo. Anointing ni kuhubiri habari njema. Roho wa Bwana akashuka juu ya Saulo, akashuka kwa nguvu. Na kutoka hapo ukiangalia, watu wote wakajiunga na upako wa Saulo. Kile Nash angewafanyia, wakafanyia Nash. Na ndio sababu ni vizuri kujua maandiko. Ni vizuri kujua Biblia yako. Wakati unatishwa na hali, unatishwa na kansa, unatishwa na magonjwa, unatishwa na mapepo, unatishwa na unaanza kulia kama mtoto, wacha kulia. Wacha Roho wa Bwana kushughulikie leo. Aliye ndani yetu ni mkubwa kuliko yule aliye nje. Wandugu na badala, sikiliza. Kutoka hapo maandiko nasema Jabes Gilead wakapata msaada kutoka kwa Saulo aliyepakwa mafuta, wakatengeneza jeshi, na mwisho wake Nahash hangewaweza. Na ningependa kusema Yesu wetu anaweza. Yesu wetu ndio njia, kweli na uzima. Yesu ndio njia ya kwenda mbinguni. Yesu ndio njia ya ufanisi. Wacha Mungu avute machozi yako siku ya leo. Mfano mwingine ni Luka 7:11 mpaka 14. Huu ni wakati mjane moja wa Nain alikuwa amefiwa na bwana yake. Sasa baadaye adui akaingia, akachukua kijana wake wa pekee.
Sasa katika mtaa huo walikuwa nasindikisha mama na jeneza makaburini. Na maandiko yanasema upande ule mwingine Yesu anatokea akiwa na kikundi chake. Maandiko yanasema wakakutana. Na ukisoma maandiko yanasema hivi, Yesu alipoona ule mjane akamuonea huruma na akamwambia hivi, mama usilie. She was very bitter. Amepoteza bwana yake. Sasa mauti imekuja na chukua mtoto wake wa pekee, na watu kabisa wamelia na yeye. Mama amelia mpaka amechoka, na wanabeba mwili kwenda makaburini. Lakini Bwana asifiwe, wakakutana na Yesu akija mpaka mafuta wa Mungu. Yule anaenda kila mahali akitenda mema. Yule aliyetumwa na Baba atutoe machozi, atuvute machozi. Yule alitumwa na Baba tusaidie katika maumivu yetu, kwa magonjwa yetu na masaibu yetu. Yesu akasimamisha jeneza. Na leo naomba hali yako isimamishwe. Hauendi chini tena, hauporomoki tena, hauteremuki tena. Mambo yako yanaenda kubadilika. Hata kile kimekufa kitafufuliwa. Hata kile kimeharibika Mungu atakisaidia kije vile unataka. Mungu atakurudishia furaha yako. Akasimamisha jeneza. Na maandiko yanasema hivi, akaambia kijana amuka. Na kijana akaamuka, akakaa na akaanza kuongea. Na akamwambia mama, mtoto wako ndio huyo. Sasa hapana, enda makaburini, rudi nyumbani kwa furaha. And that's what Jesus can do. And that is the experience I want you to have wherever you are. Only Jesus can touch your life. Only Jesus can quench your thirst. Only Jesus can fight your battles. Yesu mwenyewe, hilo jina liko juu ya majina yote. Liko juu ya maradhi na magonjwa na kifo. Hilo jina linaweza kukuamua mahali pale unazama. Linaweza kukufufua na likupatie matumaini. Mama mjane akabeba kijana wake, akarudi nyumbani 9 akiwa na furaha. Badala ya maombolezi ikawa ni shangwe na vigelegele. Badala ya maombolezi ikawa ni vigelegele. Haleluya! Yesu ni Bwana na hajabadilika. Yeye ndiyo yule jana, leo na hata milele. Wandugu na badada, huu mfano wa mwisho naenda kukupatia ni mfano mwingine mzito sana nikimaliza. Huu ni mfano nitasoma kutoka Marko mlango wa 5. Marko mlango wa 5. Huu ni mfano nao umuzito sana, lakini imeandikwa hapa itupatie ile tunasema matarajio, hope, tumaini. Mark chapter 5 inasema juu ya mwenda wazimu wa Gadarina. Mwenda wazimu wa Gadarina, mtu alikuwa amepagawa na mapepo. Sikiliza, inasema hivi, basi wakafika katika nchi ya Wagerasi. Huyo ni Yesu. Amefika katika nchi ya Wagerasi, ng'ambo ya ziwa. Mara tu Yesu aliposhuka mashuani, mtu mmoja aliyepagawa na mapepo mchafu alitoka makaburini kukutana naye. Yaani angalia, Yesu alikuwa endi popote bila sababu. Ukisoma John chapter 4 nasema ilikuwa lazima aende Samaria, pitie Samaria. Kulikuwa na hitaji huko, kulikuwa na kilio huko, kulikuwa na shida huko. Mwanamke Msamaria. Hakuna kitu napitia, hakuna shughuli ulio nayo, hakuna jango napitia, na hakuna machozi Mungu haoni. He knows every details of your life. Jesus said in John chapter 4, I must go through Samaria. There was a need. Na ndio sababu hapa Yesu anaambia wanafunzi wake, ingia ndani ya mashua tuvuke ng'ambo kwenda kwa nchi ya mapepo ya Wagerasi. Mahali pale mambo imesindikana. Naposoma ya maandiko kuna kitu naona. Yesu alisikia kilia, kuna mtu angesikia. Huyu mzee wa Gerasi, mwenda wazimu, alikuwa juu ya milima anjikikatakata na mawe, akilia usiku na mchana. Hicho kilio, hakuna mama, hakuna baba, hakuna mke, hakuna watoto, hakuna wananchi wangemsaidia. Hata wajaribu kufunga na pingu ama na manyororo anakata. Na anarudi makaburini na analia day and night. You think about it. Shetani ni mbaya, wandugu na badada.
Amefanya wazee wengi habalali, wamama wengi habalali. Watu wanaonekana wazuri nje, lakini wamehangaishwa na roho nyingine. Hawalali usiku, wanalia usiku na mchana. Hawatulii nyumbani, hawaji kanisani wakae wasikize neno, waombe Mungu. Yaani wanakuwa wanasumbuliwa na kitu hawajui. They have a restless spirit. Wana roho hawatulii na wanajua kabisa wamepotea. Hivyo ndivyo huyu mwenda wazimu wa Gadarena alikuwako. Hakuna mtu angesikia kilio chake. Ni Yesu peke yake alisikia kilio chake. Na Yesu alisikia akiwa mbali ndani ya roho yake. Akasikia kuna mtu huko ng'ambo ya bahari katika nchi ya Wagerasi analia, anataka msaada. Analia, nani ataniokoa? Analia, haya mapepo nani atanitolea? Analia, hata mimi nataka kulala na changu. Analia, nataka kuvaa kama wengine. Analia, nataka kula kama wengine. Analia, kama alikuwa na jamii, nataka kuoa kama wengine, nikuze boma yangu. Nani atanitoa katika hilo chafu? Roho mchafu sio rafiki yako, my friend. Uwe umesoma hujasoma, uwe tajiri au usiwe tajiri, shetani, mapepo machafu hayana heshima na adabu. Na ndio sababu ukiona mtu akipagawa na mapepo na roho mbaya, anakosa mwelekeo, anakosa heshima hata na adabu. Hata anafanya vitu mpaka watu wauliza, huyu kweli ni mtu mzima? Mgereza alikuwako hivyo, jikata juu ya milima, tena anajikata, damu inatoka, anapaza sauti, analia na kuambia watu walimsikitikia, lakini hawangeweza kumsikia, hawangeweza kumsaidia. Lakini Yesu, kile watu hawasikii, ati Yesu alisikia. Na ningependa kusema Yesu akaenda mahali pale hakuna yeyote angetaka kwenda, makaburini. Maana huyo mtu alikuwa anakaa juu ya milima kwa makaburi. Hakuna mtu angetaka kwenda kwa makaburi akaa huko aende kusaidia. Lakini angalia Yesu, nasema angalia Yesu aliyekuja kutafuta na kuokoa kile kimepotea. Yule baba alipaka mafuta apate kutusaidia. Yeye akaambia wanafunzi wake, twende ng'ambo, kuna kilio huko. Kuna kilio mtaani wa Wagerasi. Kuna mtu analia, anataka msaada. Na maandiko nasema Yesu akaanza safari kwenda mahali pale wengine wangetaka kwenda. Akapita dhoruba, akapita katikati ya mawimbi, akapigana na changamoto zote amfikie Mgerasi. Usifikirie ilikuwa rahisi Yesu kupasua bahari mpaka afike ng'ambo ile. Dhoruba zilikuweko, mawimbi ilikuwako, lakini Yesu akasema lazima nimsaidie yule mzee, lazima nitulize yeye, lazima nimtoe mapepo. Ndani ya huyu mtu kulikuwa na kilio cha kutaka kuwa huru. Na hiyo ndio ilimuguza Bwana Yesu. Na kama kweli una kilio cha kubarikiwa, una kilio cha kutoka kwa malaana, una kilio cha kutoka kwa masaibu na vifungo tofauti na magonjwa na malaana, hali zile zinafanya utulii, hali zile zinafanya unalia kama mtoto, miaka kuja miaka kwenda, hata una mwelekeo na mwongozo. Kama una imani leo, Mungu atakusikia, Mungu atakutembelea. Maandiko nasema Yesu alipofika ng'ambo akashuka kutoka kwa mashua. Na ndio sababu ameshuka kupitia kwa Tumaini Television. Ninakuletea Yesu, yule anaweza mambo yote. Ninakuletea Yesu, anajua kuponya magonjwa. Yesu anajua kuweka watu huru. Nakuletea Yesu aliyejibu la masaibu yako, aliyejibu ya ndoa yako, aliyejibu ya kilio chako, aliyejibu ya chochote kila kinakusumbua. Nakuletea Yesu, amekushukia siku ya leo. Yesu akashuka kutoka kwa mashua. Na maandiko nasemaje? Yule Mgerasi alikuwa na matarajio. Yule Mgerasi alipomwona Yesu kutoka mbali. Popote ulipo, muone Yesu kutoka kituo hiki. Popote ulipo, muone Yesu akija njia yako. Muone Yesu akija kukubariki. Muone Yesu akija kukuponya. Muone Yesu akija kukuweka huru kutoka kwa masaibu. Muone Yesu akija kukuvuta machozi. Akamwona Yesu kutoka mbali. Na hakumuona tu na kakaa, hakumuona na kutoroka. Sikiliza ndugu na dada, hakuna mwanamume na mwanamke amemkimbilia Yesu ameaibika.
Hakuna mwanamume na mwanamke amemulilia Yesu kikweli kabisa, na Yesu akakaa chini akasema siwezi kumsaidia. Huyu mtu alipomwona Yesu kwa umbali na Yesu akashuka kutoka kwa mashua, jambo la kwanza akamkimbilia Yesu. Kimbilia Yesu utapona. Kimbilia Yesu utabarikiwa. Kimbilia Yesu kilio kitakwisha. Nasema kimbilia Yesu kama Hana. Kimbilia Yesu kama wale watu wa Jabez Gileadi walikimbilia Gibea kwa Saulo. Mambo yako yanaenda kubadilika kama utamkimbilia Yesu. Wacha kukimbilia watu. Kimbilia Yesu yule aliyekufia msalabani. Kimbilia Yesu aliyepigwa mijeledi kwa sababu ya manana zako na dhambi zako. Kimbilia Yesu aliye Bwana wa mabwana, mfalme wa falme. Kimbilia Yesu anayeweza mambo yote. Kimbilia Yesu ana nguvu zote. Jambo la kwanza, mwenda wazimu wa Gerasi akakimbilia Yesu. Na hakuna mwanamume na mwanamke aliyemkimbilia Yesu akaibika. Hakuna. Uliza Batimayo mwana wa Timayo. Uliza wale vipofu wawili walimtembelea Yesu na kumkimbilia mpaka mwisho, wakaona. Wa ndugu na badala, Yesu hajabadilika. Yeye ndio yule jana, leo na hata milele. Mwenda wazimu wa Gerasi akamkimbilia Yesu. Na wewe kwa masaibu yako kimbilia Yesu. Kwa aibu yako kimbilia Yesu. Wakati umepagawa na mapepo, una madeni, mambo imekuangaisha, wewe sio mwanamume na mwanamke wa furaha, you are very sorrowful, very sad, you are so confused, frustrated and miserable in life, run to Jesus. Jambo la pili, akamsujudia. Na usome iko hivyo vile na kuambia. Akamkimbilia na akamsujudia. He ran to Jesus and bowed down to him. That's the best way you can get the best from God. He ran to Jesus and bowed down to him. Yana akaja chini ya miguu ya Yesu. Na hakuna mwanamume na mwanamke amekimbilia Yesu na magonjwa na matatizo na kilio na mambo mazito, akayaleta chini ya miguu ya Yesu. Akatoka hapo na aibu, akatoka hapo na mizigo, akatoka hapa amechoka. Hakuna. Nataka tusaidiane hapa. Mungu anajua kilio cha moyo wangu, anajua kilio cha moyo wako. Hata wakati wengine hawajui, hata wakati wengine waoni mahali uko na unapitia nini, ati yeye anaona na anajua na anakuja njia yako. That is why God has sent me to you to tell you he's coming your way. Just run to him and bow before him. Jambo la tatu, maandiko yanasema akamuabudu. After bowing to Jesus, he worshipped him, and yet he was a lunatic. And I want to show you something. Even the devil fears Jesus. The moment you come to Jesus with all those problems and those demons and those forces which are harassing you and torturing you, they will submit to that authority of the name of Jesus. He came and worshipped him, akamsujudia. That means akanyenyekea chini ya mamlaka. Come under authority of the word of God. Come under authority of the anointing of God. Come under authority of the name of Jesus Christ. Akanyenyekea kwa mamlaka. Matokeo, nasema matokeo, aliwekwa huru. Yesu akaambia mapepo toka, ingia nguruwe. Wote 2,000 legions of demons came out of one person. No wonder he was crying there on the mountain, cutting himself. Those were too many demons. No wonder he was restless the whole night. But thank God for Jesus. Jesus came to give us life and give it to us more abundantly. No wonder Jesus said, come unto me, ye that labor and are heavy laden, I will give you rest. This is what I'm talking about. This is what this man of Gadarene, demon possessed, received. He received the rest from Jesus, the peace from Jesus. The heart was peaceful and yet the sound mind. The Bible says, hapa matokeo aliwekwa huru. And he sat under the feet of Jesus with a sound man, and he was well clothed. And God received the glory. And he went back home rejoicing. He went back to his family. My friend, God can restore your joy back. God can help you to be a blessing. I have come to tell you, Mungu anajua kilio cha moyo wako. Na anajua ukimulilia kwa moyo wa imani, atakusikia. Mkimbilie uone mabadiliko. Na paendelea kumaliza, ningependa kusema hivi. Hata Paulo alikuwa na kilio ndani ya moyo wake. Even Paul had a cry within his heart.
Romans chapter 7 verse 24. Akasema ole wangu mimi mtu maskini. Ole wangu mimi mtu maskini. Huyu ni mtu alikuwa amesoma sana, alikuwa na jina kubwa sana, alikuwa na mamlaka makubwa, lakini amefika mahali amegundua yeye ni maskini. Sio maskini wa pesa, sio maskini wa elimu, sio maskini wa heshima. Haya mambo yote alikuwa nayo, lakini akajiona maskini. Na nataka nikwambie ndugu na dada, bila Yesu mama wewe ni maskini ya mwisho. Bila Yesu baba na mama nyinyi ni maskini. Bila Yesu jiite tajiri, jiite bilionea, trilionea, jiite una mashamba eka 100,000, jiite kwamba una everything, wewe ni maskini mbele za Mungu. Paulo alifika akasema ole wangu mimi, alimutu maskini. Hatuzungumzi juu ya utajiri wa dunia hii. Tunazungumza juu ya utajiri wa moyo. Mtu akiwa na Mungu ana utajiri wote. Mtu akiwa na Yesu ana kila kitu, ana udhamana wa kweli. Baadaye akasema hivi, nani ataniweka huru? Nani ataniweka huru kutoka kwa mwili wa mauti? Paulo alikuja kugundua akasema kweli, kuongeza na mambo yao yote, kuongeza na elimu yangu yote, kuongeza na bidii yote, kuna kitu kimoja kinanisumbua, ati siku moja nitakufa. Ati nina mwili wa mauti. Huu mwili kuna siku litolewa ndani ya tumbo ya mama, na baadaye kulea mpaka mahali umefika. Ati kuna siku itasema nimechoka. Ati kuna siku masikio itasema sitasikia tena. Ati kuna siku meno itaanza kung'oka moja moja. Ati kuna siku nataka nikwambie magoti itakataa kwenda. Utashindwa kubeba hata ugali kwa mkono. Maana umeshikwa na kitu, mwili imekwisha. Sasa unangojea ile tunasema mauti, ile watu hawataki kusikia. Hasa ndio sababu Paulo analia. Halikuwa sababu yeye ni maskini wa kimwili, halikuwa sababu yeye ni maskini ya vitu. Alikuwa na makanisa makubwa kama Efeso, Thessaloniki, Kolose, Filipo. Yani alikuwa na watu wengi, marafiki wengi, alikuwa na nafasi kubwa ya kuendelea. Lakini kujiangalia akaona yeye ni maskini, na akaanza kujililia, nani ataniokoa na huu mwili wa mauti? Lakini alipata jibu. Vile mwenda wazimu wa Garaze alipata jibu, huyo pia alipata jibu. Vile wengi wale nimkusomea walipata jibu katika shida zao, mahangaiko yao, kilio chao, aibu yao. Hata Paulo alipata jibu. Ili jibu la kusema ole mimi mtu maskini, nani ataniokoa kutoka mwili wa mauti? Alipata jibu. Akasema hivi, na mshukuru Mungu kwa ajili ya Yesu Kristo. Jibu ni Yesu. Nataka kurudia tena, jibu ni Yesu. Nasema tena, jibu ni Yesu. Kristo ni jibu kwa mahangaiko yako. Kristo ni jibu kwa mauti yako. Kristo ni jibu kwa malana zako. Yesu alikufa chini ya malana akukomboa, kuleta kwa baraka. Yesu alikufa pata uzima, tena uzima tele. Paulo amepata jibu, anasema namshukuru Mungu. I thank God because of Jesus Christ. Jesus is the answer. No wonder Paul again writes to the Corinthians, 1 Corinthians 15:57, anasemaje? Thanks be unto God who always maketh us to triumph through Jesus Christ. Ashukuriwe Mungu yule wakati wote anatupatia kushinda kupitia kwa Kristo Yesu. Ukiondoa Yesu wewe ni maskini. Ukiondoa Yesu utachoka. Ukiondoa Yesu hufiki popote. Ondoa Yesu hata kile ungekula utakula. Ondoa Yesu na maneno yako yote na ubingwa wako umekwisha. Ondoa Yesu hata ijua. Ondoa Yesu na kuambia hata maji ukioga itakukataa, hata sabuni ukijipaka, hata vaseline itakataa. Weka Yesu, anakuongezea udhamana. Hapa Paulo anasema lakini Mungu na ashukuriwe atupaye kushinda wakati wote kupitia kwa Bwana wetu Yesu Kristo. And that's what the Bible says, if the Son of God makes you free, you shall be free indeed. The freedom, the true freedom is in Christ. Free from sin, free from poverty, free from curses, free from your tears. My friend, the answer is Jesus Christ, the Son of God. Paulo akasema,
Romans 8 verse 2 inasemaje? Sheria ya roho ya uzima ndani ya Kristo Yesu imeniweka huru kutoka kwa sheria ya dhambi na mauti. The law of life, the law of the spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. That is the way as a believer you should live. Live with the law of the spirit of life in Christ Jesus. Utaenda mbali, utaenda juu, utafanikiwa, utatolewa katika sheria ya hautokei. Leta sheria mpya ya roho ya uzima ndani ya Kristo Yesu, itakukuamua na ikulete mahali pa juu, pa raha na pa furaha. I am talking about wakati unalia ndani ya moyo wako, unaenda kwa nani? And I want to finish with this. John chapter 10 verse 10, it's so open. Mwizi shetani haji. Jambo la kwanza anakuja kuiba. And don't entertain a thief. Atakunyang'anya afya yako, akunyang'anya mali yako, akinyang'anya kila kitu. Na ukicheza atakunyang'anya hata maisha yako. So hapa kuna watu wawili. Hapa kuna Yesu, hapa kuna shetani. Ni wewe mwenyewe utachagua in life. Na Yesu ametutahadharisha already. He has already warned us. Satan as a thief comes to steal, comes to destroy, comes to kill. Hata ukitaja hiyo majina, kuiba, kuharibu na kuua, ni majina mbaya sana. Nobody wants to be associated with a thief, with a killer, with a destroyer. Nobody under heaven. Because Jesus came to give us life and give it to us more abundantly. But here on the other side, watch out. There is an enemy of your soul. There is an enemy of your family. There is an enemy of your future. Anything you are building minus Jesus, the enemy will bring it down. It doesn't matter how far you have gone or how high you have gone. If you entertain the thief, the killer, the enemy, Satan, he will bring it down. Haijalishi umejenga empire gani. Haijalishi umeunda nini in life. Kama sio Yesu yuko na wewe ndani ya mashua, kama sio Yesu anatengeneza mambo na wewe, nataka nikwambie very soon utasikitika. Lakini Yesu hawachi hapo. Jesus steps forward and he says, I am come. I am here. To do what? To give you life, not death, not destruction, not to steal from you. I have come to add value to you. I have come to give you life, and on top of that, give it to you more abundantly. And I want to say from here, that is the will of God. And today you can come to the throne of His grace to obtain grace and mercy to help in times of need. Leta kilio chako kwa Yesu. Wacha mangaiko, wacha kulio melia vya kutosha. Umejaa wasiwasi vya kutosha. Maandiko yanatuambia kwa kila jambo kuomba na kusali. Fanya mahitaji yako yajulikane kwa Mungu. And I want to say today, God is not far from each one of us. He says, call unto me and I will answer you. And I will show you great and mighty things you don't know. Call me in times of trouble and I will help you. God is willing to come through for you through Jesus Christ. Anything you ask the Father in the name of Jesus, He will give it to you. Naomba siku ya leo, may God hear your cry. May God answer your cry. May God come through for you in the name of Jesus, and may God fulfill your joy. From here to Many Television, Christian Revival Church, I would like to say, the bread of life is this. Stop crying. God is about to surprise you. Just come to Jesus. Bow to Him. Worship Him. And He knows what He will do. Even that man of Gadarene never explained to Jesus how many years he has suffered, how many demons were in him. Even he never knew. He was just crying because he wanted to be free. After you acknowledge Jesus as your Savior and your Redeemer, the rest is history. He will know what to do and to help you and to bring you to the surface. Until another day, I want to say, God loves you, God cares about you, and God is willing to help you if you cry to Him, if you pray, if you believe. All things are possible. Cheer up, Jesus loves you. And I believe something good is going to happen, and already it has started as I finish this topic. In Jesus' name, amen.